Je, umewahi kuota umebeba mimba halafu ghafla unapoteza? Unastuka usingizini, moyo unapiga kwa nguvu, kuna huzuni, kuna hofu, kuna maswali mengi. Na hata kama wewe si mjamzito katika maisha halisi, ndoto hii inakuacha ukiwa umechanganyikiwa. Hii ina maana gani? Je, ni ishara mbaya au kuna kitu maisha yako inajaribu kukuambia? Leo tutazungumza ukweli, si kwa kuogopesha, la, bali kukufungua macho, kwa sababu ndoto hii ina ujumbe mkubwa sana. Kabla hatujaongelea kupoteza mimba, hebu kwanza tuanzie na mimba yenyewe. Katika ndoto, mimba si lazima iwe mtoto halisi. La, mimba inaweza kumaanisha wazo jipya, mpango mpya, fursa mpya, ndoto au maono ya maisha, au kitu unachokilea ndani yako kimya kimya. Ni kama mtu anayeanza biashara ya kuuza mayai ama smoki pasua pale mtaani. Bado haijakuwa kubwa, lakini ana matumaini nayo. Ni kama kijana anayeanza kujifunza skill mpya, labda editing, coding ama biashara ya mtandaoni. Bado haijafika mbali, lakini kuna kitu kinaendelea ndani yake. Hiyo ndiyo mimba kwenye ndoto. Sasa, kupoteza mimba ina maana gani? Hapo ndipo mambo yanakuwa mazito kidogo. Kuota unapoteza mimba mara nyingi ni ishara ya kwanza, kupoteza kitu ulichokuwa unakijenga. Ulikuwa umeanza kitu, lakini hakikufika mwisho. Inaweza kuwa biashara iliyoshindikana, mahusiano yaliyovunjika, mpango uliokwama njiani. Ni ile hali ya kusema, nilikuwa karibu kufanikiwa, lakini mambo yakaharibika. Kama vile ulienda interview, ukaambiwa tutakupigia simu, lakini simu haiji ng'o. Pili, hofu ya kushindwa. Sasa sikiliza hii vizuri. Wakati mwingine hujapoteza kitu bado, lakini unaogopa kupoteza. Unaweza kuwa una wazo kubwa, lakini unaogopa kuanza. Una uwezo, lakini unajiuliza, je, nitaweza? Na akili yako inachukua hiyo hofu, inakuonyesha kama tayari umeshapoteza. Ndoto inakuwa kama kioo cha hofu zako. Tatu, maumivu ya ndani. Kuna watu wanaoota hivi baada ya kuachwa kwenye mahusiano, kudanganywa, kupoteza kitu walichokidhamini sana. Akili yako inajaribu kukuelezea maumivu na inachagua picha yenye uzito mkubwa, kupoteza kitu kilichokuwa ndani yako. Nne, kucheleweshwa au kuzuia baraka. Kwa upande wa kiroho, ndoto hii inaweza kuonyesha kuna kitu kizuri kilikuwa kinakuja, lakini kuna vikwazo, kuna kucheleweshwa. Ni kama maisha yako yako karibu kupiga hatua, lakini kila wakati kuna kitu kinakuzuia. Hii inaweza kuwa onyo la kuwa macho. Tano, kuondolewa kwa kitu kisicho sahihi. Sasa hii ndiyo ukweli mgumu. Sio kila kupoteza ni hasara. Wakati mwingine ulichokuwa unakibeba hakikuwa sahihi, hakikuwa kwa ajili yako, kingekuletea shinda baadaye. Kwa hiyo kinaondolewa mapema. Ni kama mtu aliyetaka kuingia biashara fulani, lakini kila akijaribu mambo yanakwama. Baadaye anagundua ile biashara ilikuwa na hasara kubwa. Hapo utaelewa kile ulichodhani ni hasara kilikuwa ulinzi.
Na sasa hebu tuwe wa kweli. Ndoto ya kupoteza mimba inauma. Kwa nini? Kwa sababu mimba inaashiria tumaini, uhai, kitu cha thamani sana. Sasa unakipoteza. Ni kama unapoteza sehemu yako. Ndiyo maana unaamuka ukiwa mzito moyoni. Hebu fikiria hii scenario. Mtu hapo Nairobi anaanza biashara ya kuuza smoky pasua na samosa. Mwanzo mambo yanaenda vizuri, wateja wanakuja, anaongeza bidhaa, anaanza kuona matumaini. Halafu ghafla wateja wanapungua, gharama zinaongezeka, anaanza kukata tamaa. Usiku mmoja anaota amepoteza mimba. Sasa akitafsiri vibaya ataogopa, lakini akielewa vizuri ataona labda anaogopa kushindwa, au hajakuwa consistent, au anahitaji kubadilisha njia. Ndoto haikuwa ya kumtisha, ilikuwa ya kumfumbua macho. Na sasa unapaswa kufanya nini unapoota hivi? Usiwe na hofu. Badala yake, jiulize maswali haya. Ni kitu gani ninaanza kwa sasa? Kuna kitu ninaogopa kupoteza? Kuna mahali nimekatishwa tamaa hivi karibuni? Tena, angalia maisha yako kwa umakinifu. Je, unaacha vitu njiani? Unaogopa kujaribu? Unajirudisha nyuma bila kujua? Na vilevile, chukua hatua. Kama ni hofu, basi anza kidogo kidogo. Kama ni kupoteza, jifunze, usikate tamaa. Kama ni onyo, kuwa makini zaidi. Kwa hiyo rafiki yangu, ndoto ya kupoteza mimba inaweza kuwa ishara ya kupoteza, inaweza kuwa hofu, inaweza kuwa maumivu, inaweza pia kuwa onyo au hata ulinzi. Lakini jambo moja la hakika, si ndoto ya kawaida. Ina ujumbe, na ukielewa ujumbe huo, unaweza kubadilisha maisha yako. Kama umefika hapa, niambie kwenye comments, ushawahi kuota ndoto kama hii? Ili kufanya ujisikieje? Na kama video hii imekusaidia, bonyeza like, subscribe na usisahau kushare, kwa sababu wakati mwingine ndoto si ndoto tu, ni ujumbe. Na kumbuka, kile unachokipoteza leo huenda si mwisho wako, bali ni maandalizi ya kitu kikubwa zaidi.